Jamii nchini imeshauriwa kuongeza kasi ya uhifadhi wa mazingira katika suala zima la upandaji wa miti pamoja na kuongeza kasi ya matumizi ya nishati ya kupikia. Hayo yameelezwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Hamadi Yusuf Masauni wakati alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari huko katika ukumbi wa Zura mkoa mjini Magharibi Unguja. Amesema kila ifikapo Machi 3 ya kila mwaka huadhimishwa siku ya mazingira ikiwa na kauli mbiu uhakika wa upatikanaji endelevu wa maji na mifumo salama ya usafi wa mazingira ili kufikia malengo ya Ajenda 2023. Katika kuliona hilo, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kufungamanisha kwa vitendo masuala ya mazingira, mabadiliko ya tabia nchi pamoja na maendeleo endelevu. Maendeleo na ukuaji wa taifa lolote duniani pamoja na ustawi wa watu wake umefungamana na hali na ubora wa mazingira. Hali ya mazingira kuwa imara, ukuaji wa uchumi na ustawi wa watu pia huwa imara. Mathalan, sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ilionyesha kuwa Tanzania ina watu milioni 61.7 na hivyo kuwa ni miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Vile vile inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka 2050 Tanzania inaweza kuwa na watu takriban milioni 120. Hii inamaanisha ifikapo mwaka 2050 mahitaji ya rasilimali, makazi, ajira, maji, huduma za afya, nishati pamoja na huduma za kiikolojia itahitajika kwa mara 2 ya sasa. Tukumbuke kuwa huduma zote hizo zinazotakiwa kwa mara 2 zaidi ya sasa kwa kipindi hicho zitotokana na ardhi, na hii ardhi ya nchi yetu ambayo haitaongezeka hata hatua moja. Kauli mbiu ya siku ya mazingira kwa Afrika mwaka huu inayohusu uhakika wa upatikanaji endelevu wa maji na mifumo salama ya usafi wa mazingira kwa maendeleo endelevu inatukumbusha umuhimu wa kutekeleza mipango shirikishi ambayo mtu mmoja mmoja, taasisi zetu na wadau wote wa maendeleo ni muhimu kushiriki pasavyo kwa faida yetu sisi na Tanzania ya sasa na Watanzania mwaka 2050 pamoja na siku za usoni. Kwa kutambua uhalisia huu, serikali ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imedhamiria kufungamanisha kwa vitendo masuala ya mazingira, mabadiliko ya tabia nchi na maendeleo endelevu. Ndugu wanahabari, Dira ya Maendeleo ya Taifa ya mwaka 2050 imeweka nguzo adhimu inayohusu uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Vile vile, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi imeweka masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kama mojawapo ya masuala muhimu yatakayozingatiwa katika kipindi cha mwaka 2025 hadi 2030. Hii ni zaidi ya uthibitisho kuwa serikali ya awamu ya 6 imetoa kipaumbele kwa masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kama msingi wa ukuaji wa uchumi na ustawi wa Tanzania. Ndugu wanahabari, dunia inapita katika changamoto kuu 3 za mazingira ambazo ni upotevu wa bayoanuai, uchafuzi wa mazingira kutokana na vyanzo mbalimbali pamoja na mabadiliko ya tabia nchi. Mtakubaliana nami kuwa rasilimali ya mazingira pamoja na changamoto zake hazitambui mipaka ya kiutawala ya milki ya nchi, kwa kuwa uchafuzi wa mazingira ukifanyika katika upande mmoja wa dunia unaweza kuathiri upande mwingine wa dunia. Hali kadhalika, samaki wanaopatikana katika bahari ya maziwa yetu makubwa hawana uraia wa nchi yote kati ya nchi zinazopakana au zinazopitiwa na rasilimali hizo. Uhalisia huu unatukumbusha umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa katika kuimarisha uhifadhi wa mazingira pamoja na ufumbuzi wa pamoja wa changamoto za mazingira. Ni kwa muktadha huo, Tanzania ni nchi mwanachama wa mikataba mbalimbali inayohusu hifadhi na usimamizi wa mazingira. Ndugu wanahabari, kwa kutambua umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa katika masuala ya hifadhi na usimamizi wa mazingira, serikali ya 6
pamoja na mambo mengine, imeimarisha zaidi ushirikiano wa kimataifa na kutoa mchango mkubwa katika masuala ya kikanda, kimataifa yanayohusu mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, kupitia ushawishi wa Mheshimiwa Rais wetu katika medani za kimataifa, nchi yetu imepata fursa ya kuongoza masuala mbalimbali ya kikanda ambayo ni pamoja na kwanza kuwa mwenyeji wa mkutano wa nishati wa wakuu wa nchi za Afrika Mission 300 uliofanyika tarehe 27 hadi 28 Januari 2025 jijini Dar es Salaam. Aidha, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kinara wa nishati safi Afrika na kuhamasisha upatikanaji wa gharama nafuu wa nishati ya kupikia barani Afrika. Pili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mjumbe wa kudumu wa Kamati ya Umoja wa Afrika ya wakuu wa nchi na serikali kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Tatu, Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano wa Mazingira, Mhandisi Hamadi Masauni ni makamu rais wa mkutano wa 8 wa Baraza la Mazingira la Umoja wa Mataifa UNEA 8 kuanzia Disemba 25 hadi Disemba 27. Mwenyekiti wa kundi la wataalamu wa majadiliano wa kundi la majadiliano na mabadiliko ya tabia nchi Africa Group of Negotiation AGN kwa kipindi cha mwaka Machi 2025 hadi Januari 2026. Pia mwenyekiti na wenyeji wa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi unaohusu hifadhi za mazingira ya ukanda wa pwani ya Bahari ya Hindi utakaofanyika Oktoba 2026. Hali kadhalika, uongozi wa juu wa ngazi ya mkurugenzi mtendaji katika taasisi ya kikanda chini ya mkataba wa usimamizi endelevu wa bonde la Ziwa Tanganyika LTA kwa kipindi cha mwaka kuanzia Machi 2026 hadi Machi 2029, ambapo mkataba huu unajumuisha nchi za Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi na Zambia. Vile vile nchi yetu imepata fursa ya kuwa mwenyeji wa ofisi ya kikanda ya mtandao wa kikanda kuhusu kujenga uwezo wa nchi zinazoendelea kukabiliana na upotevu wa hasara zitokanazo na mabadiliko ya tabia nchi, Regional Office for Santiago, New York on Loss and Damage. Lakini kituo mahiri cha kujenga uwezo wa vijana kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, African Youth Climate Change Center of Excellence. Ni matumaini yangu. Aidha, Waziri Masauni ametoa wito kwa jamii kuongeza kasi ya uhifadhi wa mazingira katika suala zima la upandaji wa miti pamoja na uhifadhi wa mifuko ya plastiki. Makubwa, na ni matumaini ya Mheshimiwa Rais wetu kuwa wizara na taasisi za umma, asasi za kiraia, mashirika yasiyokuwa na kiserikali, sekta binafsi na Watanzania wote tutazitumia fursa hizi katika kuimarisha juhudi za kuhifadhi mazingira na kuongeza ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi nchini, upatikanaji wa fedha za utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya mazingira, mabadiliko ya tabia nchi, fursa za ajira kwa Tanzania na fursa za kiuchumi kwa sekta binafsi kupitia taasisi zilizoanzishwa kwa mikutano itakayofanyika nchini kwetu kupitia shughuli za mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Ndugu wanahabari, nchi yetu imeendelea kuandaa na kutekeleza sera na nyenzo mbalimbali za kisera kwa lengo la kuimarisha uhifadhi wa mazingira katika sekta zote pamoja na kuhimiza matumizi endelevu ya rasilimali zake. Baadhi ya nyenzo hizo ni pamoja na sera ya mazingira ya mwaka 2021, sheria ya usimamizi wa mazingira sura namba 191, sera na sheria za kisekta zinazohusu rasilimali za mazingira kama vile wanyamapori, misitu, mifugo, uvuvi, maji pamoja na sera nyingine zenye mnasaba na mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa kutumia jukwaa la siku hii ya kielelezo cha mazingira ya Afrika, natoa rai kwa wananchi wote wenzangu kuongeza kasi ya kuhifadhi mazingira kwa shughuli mbalimbali ikiwemo upandaji na utunzaji wa miti, udhibiti na matumizi ya mifuko ya plastiki inayochafua mazingira yetu, kuongeza kasi ya matumizi ya nishati safi ya kupikia, matumizi bora ya ardhi,
kwa shughuli mbalimbali za uzalishaji pamoja na kuongeza kasi ya utoaji wa elimu ya mazingira kwa umma. Ndugu wanahabari, napenda kuwashukuru wadau wote wa mazingira na washirika wa mtandao kwa kuendelea kushirikiana na serikali ikiwemo ofisi ya makamu wa rais katika kutekeleza shughuli na miradi mbalimbali ya kuhifadhi mazingira nchini. Ni matumaini yangu kuwa tutaendelea kushirikiana kwa karibu zaidi ili kukabiliana na changamoto za hifadhi ya mazingira na kuleta maendeleo endelevu nchini. Ndugu wanahabari, kabla tujahitimisha, napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru vyombo vya habari kwa kutumia muda wenu kuhamasisha jamii kwa masuala ya hifadhi ya mazingira na matumizi endelevu ya rasilimali zake. Aidha, nazishukuru pia taasisi zote za serikali zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, asasi za kiraia, sekta binafsi na asasi za kimataifa kwa kushirikiana na serikali kufanya jitihada mbalimbali za kupambana na uharibifu wa mazingira. Ndugu wanahabari, mwisho natoa wito kwa mikoa yote kutumia vyombo mbalimbali vya habari vikiwemo redio za kijamii zilizopo katika halmashauri zetu kuhamasishana na kuelimisha jamii kwa masuala ya hifadhi ya mazingira, hususan kutumia nishati mbadala ya mkaa, majiko banifu pamoja na kutumia njia sahihi za kuhifadhi taka. Tukumbuke kwamba Tanzania yetu hii ni moja, hatutakuwa na sehemu nyingine zaidi ya hii. Hivyo suala la uhifadhi wa mazingira ni jukumu letu sote na tunapaswa kulitekeleza kwa vitendo. Maadhimisho ya Siku ya Mazingira Afrika ni kielelezo na jukwaa adhimu la kutukumbusha wajibu wetu wa kila siku wa kuchukua hatua za makusudi za kutunza na kuhifadhi mazingira yetu pamoja na kuhamasisha maendeleo endelevu. Maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana bila ya mazingira bora. Kwa kuhitimisha, natoa rai kwenu ndugu wanahabari kuendelea kuwa sauti ya mazingira. Mazingira ni jumla ya vitu vyote vinavyomzunguka kiumbe hai. Ikiwemo ni muhimu kutunza mazingira kwa kupanda miti, kulinda vyanzo vya maji na kuzuia uchafuzi ili kuepuka uharibifu unaoathiri kilimo, ufugaji na afya ya binadamu. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.